Watu wengi sana hufeli kwenye maandalizi ya sherehe, lakini maandalizi ya sherehe huja punde tu baada ya kupata wazo jinsi ambavyo unataka sherehe yako iwe. Nataka nikuletee mambo matano ambayo yatakurahisishia wewe kuweza kufanikisha na kufanya sherehe yako katika kiwango kizuri na bora kabisa. Namba moja, tengeneza bajeti ya sherehe ambayo itakupa taswira halisi ya namna wewe ambavyo unakwenda kuifanya sherehe yako, lakini bajeti hii itakutengenezea uwanda mpana wa wewe kuweza kuchagua watu wa huduma mbalimbali ambao unaweza ukawatumia. Namba mbili, tengeneza idadi nzuri ya waalikwa wako ambao pia utaweza kuwahudumia katika siku yako nzuri ya sherehe kwa kuzingatia mahari, kuwapatia huduma nzuri, chakula kizuri, pamoja na vile ambavyo vitawakidhi na kuwastahili kwa siku hiyo. Tatu ni mahali na tarehe. Hakikisha kwamba unachagua tarehe ambayo kila mwaliko wako atakuwa na nafasi ya kuweza kuhudhuria kwenye sherehe yako. Zingatia location ambayo ni rahisi kufikika kwa kila mwaliko ambaye umemwalika kwenye shughuli yako. Namba nne, watu wengi sana wanatarajia chakula kizuri pamoja na vinywaji vya kutosha. Hakikisha kwamba unawatengenezea wageni waalikwa chakula na vinywaji vya kutosha, ukizingatia vyakula vya asili, zingatia vyakula ambavyo vitamfaa kila mmoja. Ya tano na ya mwisho, na hii ni muhimu zaidi, ratiba na burudani nzuri. Hapa tunamwona yule mtoaji huduma mmoja ambaye ni MC ambaye atatengeneza ratiba nzuri yenye kumkonga na kumgusa kila mwaliko ambaye yuko ukumbini, lakini bila kusahau burudani ambayo itawagusa kila lika. Hapa unakuwa umepata tip 5 za wewe kuweza kuandaa sherehe yako. Naitwa MC Balozi Super Gentleman na hii ni Balozi na Sherehe. Nyuma ya kamera anaitwa Fika Studio.